Yesu. Bwana Yesu, nakupenda, wewe wa ajabu. 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 Upendo wako Bwana Yesu, upendo wa ajabu. Upendo wako Bwana Yesu, upendo wa ajabu. Bwana Yesu, nakupenda, wewe wa ajabu. Bwana Yesu, nakupenda, wewe wa ajabu. Wokovu wako Bwana Yesu, wokovu wa ajabu. Wokovu wako Bwana Yesu, wokovu wa ajabu. Bwana Yesu, nakupenda, wewe wa ajabu. Bwana Yesu, nakupenda, wewe. Amina. Hebu tumshangilie Bwana wakati Reverend Eda Muhazi akija hapa. Amen. Peke yake. Haleluya. Haya, miaka 10 ya mavuno. Asante. Miaka 10 ya mavuno. Tanzania twendeni. Nataka kuomba fungu la 10. Sema mhubiri anaomba fungu la 10. Kwa nguvu nisikie. Sitaki kama ni 2 hours, fungu la 10 la masaa mawili, ombea Somalia. Niombee mimi. Bwana asifiwe. Na Mungu atatubariki na wewe pia utabarikiwa. Paka tuombe. Ombeni Zanzibar, ombeni Mombasa, ombeni Somalia, ombeni Djibouti, ombeni Somaliland, ombeni Ethiopia. Mungu atawapea. Zamani watu walikuwa wanangojea wamishinari weupe. Hizi ni nyakati za wamishinari weusi. Ninapenda chai ya maziwa ya mbuzi. Unalisha yeye majani ya green, ikifika jioni. Lakini ngamia ukipea yeye majani ya green atatoa maziwa kidogo. Unataka ngamia atoe maziwa? Pea yeye miti ya miba. Anakula miti ya miba, ile thorn tree. Akishakula, ikifika jioni unakamua mpaka unatoka. Wakristo kamili ni wale ambao hata wakikula miba, wakule shida ya dunia, ikifika jioni Mungu anaweza kuwakamua sifa.
Amen. Asante sana. Asante sana kwa utoaji wako. Mungu akubariki. Asante sana wewe uliyechukua bahasha. Na sasa kuna wengine jana wepo na wengine walikuwepo jana, leo hawapo. Wengine wamenipigia simu kwamba nimekwama kuja leo, lakini bahasha yangu nimempa mtu alete. Nimefurahi sana. Sasa ninyi ambao hamkuwepo jana, tuna kampeni moja tu. Mtumishi wa Mungu huyu ana watu 600 kule Somalia, wa ndugu zetu, yani wako ni wale waliookoka, lakini hawako kwenye ibada kama sisi tunavyofanya. Wako mafichoni katika makundi ya watu 10. Na Adamu Haji, mchungaji Adamu Haji anawachukua watu 50, anawapeleka kwa ajili ya kuwatrain kwenye center yao, ambayo center hiyo sio kanisa, ni NGO. Kwa hiyo anawatrain hapo, kama wanajifunza useremala, wanafanya nini, lakini wakati huo wanalishwa kiroho ili waweze kuimarika, tayari kwenda kufungua. Sasa ana kazi ya kuwalisha. Kampeni tulio nayo ni kwamba tunataka mchungaji Adamu Haji anapotoka hapa Tanzania akirudi kule Kenya akanunue chakula, yani anapokwenda kule Somalia awapelekee wale watu walioko mafichoni chakula wale cha kutoka Tanzania. Amina. Wale chakula cha kutoka Tanzania. Unajua tukizungumza kutoa, kuna watu wengine ni shida tupu, yani anawaza sasa kweli. Unajua, hebu fikiria, kwenye bahasha yako unaweka shilingi 500. Unajua shilingi 500 hapa Tanzania hata kilo moja ya unga ununui, au sio jamani? Sasa shilingi 500, hapana. Yani jitahidi. Kiroba cha unga shingapi eti hapa jamani? Kiroba cha unga shingapi? 16. Kiroba cha sukari 33. Angalau hata watatu wanachukua kiroba cha sukari. Yani si tu tunataka hata sukari, chai wakanywe kule ya kutoka Tanzania. Na mimi ni wemo, wanapokunywa pale na mimi nimo, wanakunywa chai ya Askofu Muhiche. Mimi nafurahi sana. Hapa Mbagala kuna wakati fulani alikuja ndugu moja anahitaji Biblia kule kupeleka kule China, tulitoa, na wale wa China waliokuwa mafichoni wakapata Biblia kutoka Tanzania Mbagala.
Sasa leo hapo tuko wengi, kesho jifunge sawa sawa. Amina, amina. Sasa wale ambao wanasema kwa kweli sisi hatukupata bahasha, hata kama ulipata bahasha unajisikia roho anakuambia hapana, kile ulichoweka umedanganya bwana, weka cha sawa sawa, chukua tena, unaruhusiwa tu. Tuone wale ambao wanataka bahasha sasa. Nyosha mkono kabisa, mpungie mkono namna kwamba nipe hiyo bahasha na mimi nikafanye kitu kwa ajili ya kesho, nikija na mimi nije na kitu. Gaweni haraka nyie watu mnagawa bahasha, mnafikiri mnagawa pesa mnahesabu. Kimbia haraka, mtu asinyoshe mkono mpaka akachoka. Nyosha mkono. Kuna mikono upande ule kule. Ile. Naomba mkono usinyoshe hivi, nyosha hivi. Uinue hivi uonekane namna hii. Asante sana. Kuna yote ambaye hajapata? Ulikuwa upate lakini hujapata? Kuna yule pale. Kwanza mnayegawa bahasha nyinyi mnaniudhi mlivyonuna. Kama mkupenda simuache. Mimi unajua mtu akinipa bahasha na kama amenuna na mimi ninaweza kumpiga ili na topili ya huko. Nataka ni mtu anayesevu, ananisevu mwenyewe anatabasamu. Sawa jamani? Haleluya! Miaka 10 ya mavuno. Tanzania kwa Yesu. Miaka 10 ya mavuno. Tanzania kwa Yesu. Piga makofi mengi. Narudia tena, tukae. Narudia tena taratibu za ibada ya kesho. Kesho tutakuwa na ibada 2 asubuhi na ile ya jioni ya saa 9 ya 3 kwa wageni wetu. Ibada ya kwanza itaanza saa 1 kamili na hatutakuwa na madarasa ya shule ya wanafunzi. Tukiingia tu tunataka tumalize kwenye saa 3:30 hivi. Ile ya pili inaanza saa 4 barabara, watu wameshakaa humu tayari wameshaanza kuimba. Ile ya asubuhi tutakuwa na mchungaji. Nimesahau jina. Tutakuwa na mchungaji Flora. Please. Njoo hapa kidogo, njoo hapa. Wakuone. Haleluya. Tutakuwa na mchungaji Flora. Hebu jitambulisha tu kidogo kwa majina yako. Haleluya. Kwa majina ninaitwa Pastor Flora, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Anaweza, anatosha. Anainua, anabariki. Mimi ni mtoto. Baba yuko. Na mheshimu mtumishi wa Mungu Reverend Adam Haji Mohamed. Ni baba yangu, ananilea. Ana watoto. Katika watoto mimi ni mmoja wapo. Mtumishi wa Mungu Bishop, ninakuheshimu. Nashukuru kwa kanisa, kwa madhabahu. Bwana awabariki. Msikose kesho. Usije peke yako. Njoo na mwenzako. Miaka 10 ya mavuno. Tanzania kwa Yesu. Bwana awabariki sana. Asante. Kwa hiyo ibada ya kwanza asubuhi mhubiri ni mchungaji huyu ambaye tutakuwa naye hapa. Ndio maana nilikwambia hivi, kesho unaweza kujiamulia ukaabudu ibada zote 2 na ya 3 jioni. Jumapili iliyopita tulikuwa na mgeni kutoka South Africa. Alihubiri ibada ya kwanza. Wa pili kutoka Mombasa alihubiri ibada ya pili. Na kuna watu waliabudu ibada ya kwanza aliyohubiri South Africa, wakaenda kunywa chai, wakarudi, wakaja kwenye ibada ya pili ya kutoka Mombasa. Kwani kumeharibika nini? Kesho ni siku ya Bwana, acha kupanga mambo mengine.
Jamani, amina. Kwa hiyo unaweza kufanya zote mbili. Kwa hiyo ile ibada ya pili asubuhi atakuwa mwana, ya pili baba. Haya, sawa kabisa, mtoto baba. Kwa hiyo mambo yamekaa sawa sawa. Uko tayari? Muulize mwenzako, uko tayari? Mwambie tumkaribishe mhubiri sasa. Mwambie hebu tusimame tumkaribishe mhubiri. Ni heshima yangu sasa, nataka kwenda kuwaletea mtumishi wa Mungu. Amefanyika baraka sana, ushuhuda wake jiji la Dar es Salaam linatafuta, kila mtu ananipigia simu anasema na mimi je, ninaweza kumuona? Jamani, labda nizungumze kidogo. Swala la kuja kumuona mhubiri, sijui mkae naye muongee, tunaomba mtuwie radhi, hilo halipo. Na swala la kutaka namba ya mhubiri umpigie, halipo. Nyinyi mliokuwepo jana alizungumza habari hata za usalama. Unajua anatafutwa. Mimi jana nilijisikia vibaya sana kwamba kule Kenya mchungaji mmoja akakubali kupokea hela kwa wanaomtafuta, Wasomali wanaomtafuta, amwalike ili wamkamatie kwake. Kama si Mungu leo situngekuwa naye, angekuwa ameshauawa. Mungu tu aliyemtetea baada ya kukamatwa hotelini, wakamchukua kumpeleka kwenye shamba la miwa wamumalize, na wameishapata pesa zao, na mchungaji ana burungutu lake, anajua Adamu haja anaenda kumalizika. Wale jamaa wakajadiliana wakasema, jamani, lakini tumuue huyu mtu wa watu kwa nini? Ni Mungu huyo. Alafu anafika mara anambia, wewe wacha tukuonyeshe basi stendi iliko. Ukiondoka hapa, ondoka, usirudi tena mji huu, kwa sababu ukionekana sisi tutashughulikiwa, maana tumeshakula vya watu tayari. Nenda zako. Ndio kupona. Jamani, pia mkumbuke kumuombea. Amina. Kwa hiyo tafadhali, kama ulikuwa na mpango unataka si muone mhubiri, hutamuona uongee naye peke yako, hutamuona. Hutamuona. Na wala kumkaribisha nyumbani kwako kwamba aje ale chakula, unikaribishe nitakuja kula kwa niaba yake. Amina. Hebu tumshangilie Bwana wakati Reverend Adamu Hafi akija hapa. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka kidogo tu kusema kitu tukiwa tumesimama. Mumeniruhusu? Mimi ni mtu ambaye nina wivu sana, na tangu nije hapa nimesikia miaka 10 ya mavuno. Tanzania kwa Yesu. Sasa nataka tukue dakika moja peke yake tubadilishe. Nikisema miaka 10 ya mavuno, muniambie yafike mpaka Somalia. Na badala ya kusema Tanzania kwa Yesu, nitasema Tanzania twendeni, na nyinyi mtasema twendeni tukafikie wa Somali. Si ni sawa? Kwa leo peke yake na kwa dakika hii moja peke yake. Haleluya. Haya, miaka 10 ya mavuno. Asante. Miaka 10 ya mavuno. Tanzania twendeni. Tanzania twendeni. Miaka 10 ya mavuno. Tanzania twendeni. Amen. Asante. Amen. Nami nawakaribisha Somalia kwa niaba ya Wasomali wote. Haleluya. Unajua, watoto kidogo tu wanyamaze, watoto kidogo wanyamaze. Watoto mnyamaze, napenda ukimya. Unajua, nimekuja kwa sababu mbili.
Kwanza, kuwafikishia habari za Bwana wetu Yesu Kristo, na ya pili, kuhuisha nafsi zenu zisifikirie tu Tanzania peke yake, zifikirie mpaka Somalia. Wakati mnaposema Bwana, tumebaki peke yetu, Mungu anawaambia kunao wengine Somalia wamebaki. Mimi nataka kuwaomba kitu moja leo, na ni siku ya mwisho. Nataka kuwaomba fungu la 10. Sema mhubiri anaomba fungu la 10. Kwa nguvu nisikie. Sitaki fungu la 10 ya pesa. Nataka fungu ya 10 ya maombi yako. Hiyo ni nyingi kweli? Hiyo ni nyingi? Yaani unapoamka asubuhi, maombi yote utakayotuomba, kama ni 2 hours, fungu la 10 la masaa mawili, ombea Somalia. Niombee mimi. Bwana asifiwe. Na Mungu atatubariki, na wewe pia utabarikiwa. Ukiona mimi nimeokoka, watu wanasema yule bwana ametokewa na Yesu. Namshukuru Mungu amenitokea. Lakini nataka kukuhakikishia kitu. Ni mtu alipiga magoti, akalilia Somalia, ndo mimi Yesu akanitembelea. Yesu anangojea tuombe. Anasema niombeeni mataifa nami nitawapa. Tusipomuomba hata tupea. Paka tuombe. Ombeni Zanzibar, ombeni Mombasa, ombeni Somalia, ombeni Djibouti, ombeni Somaliland, ombeni Ethiopia. Mungu atawapea. Zamani watu walikuwa wanangojea wamishinari weupe. Hizi ni nyakati za wamishinari weusi. Zamani watu wanangojea udhamini kutoka nje. Mimi nina miaka 7 ya huduma, sijawahi kudhaminiwa kutoka nje. Ni makanisa nimeenda nikahubiri, yakaguswa na Mungu, yakatulisha. Makanisa nimeenda nimehubiri, yameguswa na Mungu, yametuvisha. Makanisa nimeenda, mwaka jana nilikuwa nahubiri Nairobi. Mzee mmoja akanifuata Mombasa, na unasikia vile amesema wewe unaongea kuhusu wazee peke yake. Wazee 600 wameokoka. Watoto wangapi wako ndani ya markazi yako? Nikaambia sijawahesabu, kwa sababu mara nyingi watu hesabu watoto, lakini sijui ni wangapi. Akasema mimi nitajenga shule. Alikuwa anaitwa nani? Mama ule ametoa 1,000,000. Mzee Mwaura akatoa shilingi 1,000,000 ya Kenya, anaenda kufungua hiyo shule rasmi August, mwezi wa 8. Tunatarajia mwezi wa 8 itamalizika. Na akanipea maono, kumbe naweza hata kujenga shule, kitu sijafikiria. Sisi kanisa ni zaidi ya United Nation. Sisi ni zaidi ya UNICEF. Sisi ni zaidi ya Plan International. Sisi ni zaidi ya World Vision. Sisi ni zaidi ya organization yoyote. Tusidharau. Mimi maono yangu yameanza kupanuka. Sasa nimepeleka walimu 2. Shule inapoendelea kujengwa, wao wanaanza shule chini ya mti. Maono imeanza kupanuka. Na wewe pia unaweza fanya kitu Somalia. Unaweza. Hiyo bahasha umepewa, ni Mungu amekupea. Fanya kitu Somalia. Ile siku moja utasimama naye mbele ya Bwana, umwambie Bwana nimefanya kitu. Si Somalia peke yake. Fanya kitu kwa kanisa yenu. Fanya kitu kwa mji wenu. Bwana asifiwe. Fanya kitu kwa sababu ya Bwana. Fanya kitu kwa sababu ya Yesu. Vile unafanya kitu kwa sababu yako. Mwaka juzi nafikiri kanisa moja tu imeamua hatutakula lunch kwa miezi 3. Waliamua wasikule lunch, na kila Sunday wanaleta hiyo lunch yote. Kila Sunday ile pesa walitufikishia Somalia. Askofu wao alikuja nao Somalia, nilipomkaribisha Somalia nilistuka, na akaniambia hii walikosa kula lunch. Kumbe kuna watu wanakula lunch pesa nyingi sana. Sijajua hivyo.
Bwana asifiwe. Kujinyima kwa sababu ya Yesu ni raha. Wacha niseme kitu kabla sijahubiri. Leo watu hawajui kuomba, hawajui kufunga, hawajui kutoa. Nimehubiri siku moja na kila mtu analilia ni hubiri ya ujumbe. Kutoa kwa ukweli, kufunga kwa ukweli na kuomba kwa ukweli. Na nataka kusema kufunga kwa sababu ya ukweli ambayo Roho Mtakatifu alinifundisha mimi. Watu wengi wakifunga huwa hawafunga. Maana ya kufunga ni kujinyima. Askofu, watu wengi hawa wananisikiza, wapendwa ndugu zangu, wanapofunga wengi hawajajinyima, wametajirika. Kwa sababu mtu hajakula lunch, hajakula breakfast, hajakula dinner, kufikia jioni ana pesa ngapi ile amesave? Kwa hivyo haujajinyima, umejisevia. Kufunga kwa ukweli ni hii: ujinyime breakfast, ile pesa ya breakfast ulete kwa kanisa, iende kwa mayatima, iende kwa wajane, watu wengine wale. Ile pesa ya lunch ulete, si ati ujakula ujiwekee, ujakula na ukose hiyo pia. Hiyo ndiyo kufunga kwa ukweli. Askofu, si ni ukweli? Watu wengi wakienda maombi ya siku 40, wakitoka kuomba siku 40 wananunua gari kwa sababu wamesave ya kutosha. Kufunga kwa ukweli, na nitawaambia mnisikize vizuri, ukitaka Mungu akubariki, ukifunga futari ya asubuhi, ile pesa ya futari peleka iende kwa wajane, iende kwa maskini, iende kwa mradi ya mamisheni. Ile pesa ya lunch iende. Otherwise saa ya kufuturu utakuwa umekula kuku, chips, karanga, chapati, utakuwa na hela nyingi kushinda kama hujafunga. Sasa faida ni ipi? Si ni kufunga? Kwa ukweli kabisa. Na kufunga kuzuri, kufunga tumbo ni mzuri. Sema kufunga tumbo ni mzuri. Sema tena. Ile kufunga ambayo Mungu anapenda sana na inashinda Wakristo ni mfungo 3: kufunga macho, kufunga masikio na kufunga mdomo. Imeshinda Wakristo. Ufunge mdomo useme leo sitaongea kitu ambacho kitamuudhi Bwana. Hiyo inashinda Wakristo wengi. Sasa hivi mkitoka, kila mtu atawasha simu. Kila mtu. Hakuna mtu atasema injili ya leo ilikuwa powerful. Kila mtu atawasha simu. Unajua kwa sababu gani? Kuuliza swali moja: wametoka ngapi bwana Yanga na Simba? Nani ampewa red card? Ni Chefata. Amepewa red card vipi bwana? Yule kacheza haramu. Ni refa gani? Unafunga mdomo usiongee mambo ambayo hayako katika njia za Bwana. Unafunga masikio usisikie mambo ambayo hayako katika njia za Bwana. Mimi huenda kwa mpaa nyingine, tunakaa tunaongea, wakianza story nyingine tu ninawaambia Bwana asanteni sana, mbarikiwe, mtarudi mkimaliza hiyo story. Sifai kusikia. Kwa sababu gani? Sitaki kuchafua masikio yangu. Kufunga macho ni ngumu, inashinda watu wengi. Hata Waarabu wanasema kutazama mara ya kwanza si dhambi, kutazama mara ya pili ndiyo dhambi. Hiyo ni hadithi. Lakini Wakristo kutazama mambo ambayo hayampendezi Mungu ndio wanatazama zaidi. Mpaka mtu badala ya kukunywa soda kwa duka anaenda kukunywa kwa kahawa ndio aone kile kinaendelea vizuri. Mwangalie bwana, mwangalie. Hiyo ndio kufunga ngumu. Sasa ile Wakristo watajua kufunga macho yao, kufunga midomo yao na kufunga masikio. Kisha hakutaingia kitu yote kichafu, kwa sababu imani huja kwa kusikia. Imani huja kwa kusikia. Chochote unachosikia kinakutia imani. Chochote. Kuna chakula kama Mkristo unafaa kukula, na kuna chakula kama Mkristo haufai kula. Siseme chakula ya sahani, nasema chakula ya maneno, kwa sababu maneno ni chakula zaidi ya sahani.
kitu unafaa kusikia. Kuna vitu vingine mpendwa, hautalazimishwa na si lazima usikie. Jamani, mbona tena? Ninaona Bwana akituma nyumba yako, ninaona Bwana akituma gari lako, ninaona plot 2 zinakukujia. Unaona wamefurahi sasa, ile yangu hawataki. Nakuambia ukweli, mimi sitaki kukufurahisha na usikue katika njia za Bwana. Ni afadhali unikasirikie, lakini usikie na uwe katika njia za Bwana. Bwana asifiwe. Jana usiku nilikuwa naomba na mdomo yangu ikaelekea maombi ambayo ilinishangaza. Nikasema, Bwana, ninaombea wale ambao walikuwa waimbaji wa kwaya wakatoroka, warudi kwa kwaya. Wale walikuwa waombezi wakatoroka, warudi kwa uombezi. Na sijui kwa sababu gani mdomo yangu ilikuwa inaelekea hapo. Naamini kuna watu wengi hapa wakukua kwa kwaya wameenda zao. In fact, kuna watu Mungu anaogopa kuwabariki, kwa sababu wakishabarikiwa Mungu kwaheri. Sasa wako busy Bwana, tuko na nyinyi kiroho. Habari ya maombi Bwana yalikuwa mazuri, tulikuwa na nyinyi kiroho. Nani alikwambia mtu anahitaji roho yako? Tunahitaji mwili wako Bwana, uwe na sisi kimwili. Uhudhurie. Ninaomba Bwana siku ya leo, wale walikuwa waimbaji wakaacha kuimba kwaya, Bwana awarudishe. Wale walikuwa asas, Bwana awarudishe. Wale walikuwa waombezi warudi kwa magoti katika jina la Yesu. Hata kama watu walikuongea Bwana. Kwetu pale nimekulia kiroho, kwa kanisa moja la Kenya la Kipresbyteri, wana mwimbaji moja anaitwa Dickson. Sasa huyu mwenye kupiga keyboard amemaliza vipawa vingi sana, sababu unachukua kipaza sauti na unaanza kuimba haleluya haleluya, alafu anapiga keyboard tu tu tu, anakukosa kwa ile keyboard, alafu anacheka. Sasa watu wengi wakiona anacheka, wanajua sauti yao ni mbovu, wanavunjika moyo kabisa, hawaimbi tena. Mpaka siku moja mimi niliamka nikaanza kuimba, sauti yangu ni mbovu, na ndugu akanitafuta kwa kinanda na akanikosa. Tu 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 tu, akanikosa na nikavunjika moyo sana. Juu kanisa mzima badala ya kuniangalia wanaangaliaga mwenye keyboard, alafu anacheka. Huyu bwana alikuwa ananishangaza, lakini Roho Mtakatifu akanipa mawazo. Nikasema sitavunjika moyo. Nikamgeukia nikamwambia, Bwana, nashukuru Mungu sauti yangu Waingereza wameshindwa kuishika na kuweka kwa keyboard. Nikajipa moyo, sauti yangu ni ya gharama, haiko kwa keyboard. Na nikaanza kuimba na watu wakapiga makofi. Na maanisha nini? Kuna wengine hata keyboard tu imewavunja moyo, mmekataa kuingia kwa kwaya, rudini. Keyboard tu imekosekana, wewe umeshavunjika moyo, unaenda wapi? Kaa hapa hapa mpaka siku ile Mungu atakupea sauti nzuri. Na ukikosa sauti, endelea kuimba. Nimesema ukiwa na sauti mbaya, endelea kuimba, umuimbie Bwana wako na Mungu atakubariki. Kwa hivyo ni ombi langu siku ya leo, ninapoongea na nyinyi, wale walikuwa intercessors wakarudi nyuma, Mungu awarudishe. Wale walikuwa waimbaji wakarudi nyuma, Mungu awarudishe. Wale walikuwa ushers wakarudi nyuma, Mungu awarudishe. Wale waliahidiwa vitu kubwa na wahubiri wa siku hizi ambao wanakuambia toa 10,000 utapata plot, toa 20,000 ukatoa 10,000 yako ikaenda suluhu. Hauko peke yako, ni ya wengi ilienda suluhu. Usivunjike moyo. Ninaongea na mtu. Usivunjike moyo.
endelea kumtolea Bwana, lakini saa hizi toa na ukweli, usitoe na emotion. Toa kwa sababu Bwana amekunenea. Toa kwa sababu unampenda Yesu. Niliambia watu Kenya, sijui kama hapa inaruhusiwa, lakini nitatoa hiyo mfano. Kenya wameniruhusu kutoa. Mke wangu huyu ana mambo mawili anaweza kufanya. Anaweza kuja kwangu akaniambia, Bwana nisaidie na pesa niende saluni, na kama wajibu wangu nitatoa pesa, nitampeleka saluni, ataenda saluni. Lakini kuna njia nyingine anaweza fanya. Anaweza nikaribia kila wakati, anikumbatie kama mume wake, na mimi anapokaa kwa kifua changu nitaona tu nywele na nitajua ile nywele yataka saluni, na bila ya kuniuliza chochote nitatoa pesa kwa mfuko, nitampa na ataenda saluni. Na kama Mkristo wewe pia una njia ngapi? Mbili. Unaweza enda kwa Bwana, Bwana nipe gari, Bwana nipe shamba, Bwana nipe, natoa 10,000 unipe, natoa 10,000 unipe. Unaweza, hakuna mtu amekuzuia, lakini unaweza kumsongelea, ukamkumbatia Bwana, ukampenda Bwana mpaka ataona viatu vyako vimeisha, akakununulia mpya, ataona unahitaji gani, akakupea mpya. Ukumbuke hao ndio Biblia inasema kuna watu wa aina mbili. Kuna wengine waliambiwa bisheni mtafunguliwa, tafuteni mtapata, ulizeni, ask and you shall receive, ulizeni na mtapewa. Lakini kuna wale walio karibu na Bwana, wamemkumbatia Bwana. Akasema kwa kitabu cha Isaya, kabla hamjauliza. Umesoma hiyo kwa kitabu cha Isaya? Kabla haujauliza nimekujibu na nimekupea, kabla haujauliza. Kwa sababu gani? Hao si wenye kubisha, hao si wenye kutafuta. Kila wakati wao wanamwabudu Bwana. Bwana nakupenda, Bwana wewe ni wa ajabu, Bwana wewe ni wa ajabu, Bwana nakuinua, wewe ndio mfalme wangu, wewe ndio mtakatifu wa watakatifu. Jehova, wengine wakisema nipe, 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 wewe hauko kwa nipe. Oh, unatawala milele Mungu wa Israeli, unatawala milele Bwana. Sema haleluya. Nisome neno la Bwana siku ya leo. Kesho nitakuwa na ujumbe mzito sana. Nitakuwa na hubiri ibada ya pili. Ningalipenda kukualika ujumuike pamoja nami. Sitakuambia na hubiri nini kama jana, lakini nitakuwa na ujumbe mzito ambao utatingisha roho yako. Mimi sijapenda kuja na niongee kuhusu wewe kubarikiwa hapa duniani. Sijapenda. Nimependa kama Mungu ataniwezesha wiki nzima iliyo hapa nikuelekeze kwa Yesu Kristo. Kwa sababu hata leo rais wenu akikualika State House, unaitwa State House, Ikulu. Ukifika Ikulu hakuna siku utauliza chakula zitakuwa. Ile ni Ikulu eti. Haujanielewa. Ukipewa gari kwa Ikulu hautaenda kwa petrol station, huwa washajaza tanki, ni gari ya rais ile eti. Sasa utakapokuja kwa Yesu ni sawa na umekuja kwa Ikulu. Hautauliza chakula, hautauliza mafuta. Kuna vitu vingine kuuliza itakupungukia. Hakuna mwanamke, wacha niseme, asante Roho Mtakatifu, hakuna mwanamke amechumbiwa na mwanamume, mwanamume akamwambia bwana nakupenda, nataka kukuoa, mwanamke wote asema sawa, niko tayari. Sasa kwa sababu ya kutaka kuonyesha pia yeye pia ni mwanadamu, atasema nipe siku 3 za kufunga, lakini huwa ashakubali tayari, si ni kweli? Na baada ya siku 3 atasema Roho Mtakatifu ameninenea, nimekubali, tuoane, si ni kweli? Hakuna mwanamke, mimi nishasikia kwa masikio yangu, sijui Tanzania, umemwambia bwana mimi nakupenda, nataka nikuoe, ageuke akuulize wataka kunioa? Uko na stove? Inaitwa stove ile ya kupika. Uko na godoro? Wamama wengi wameolewa hawakuuliza kama kuna stove kwa hiyo nyumba,
hawakuuliza kama kuna godoro kwa hiyo nyumba, hawakuuliza chochote, waliolewa tu kwa imani. Na Yesu anapokuoa, wacha maswali mengi, kuuliza Yesu kama ana stove ama godoro ama saa. Nilipomwoa mke wangu sikuwa mzee hivi, nilikuwa kijana. Mungu amenisaidia. Na wacha nikwambie ukweli, tulifungishwa kwa ndoa. Tulipomaliza ndoa tukamaliza honeymoon. Tulipomaliza honeymoon tukaenda kwa nyumba yangu. Wakati huo ni ile wakati Biblia inasema usisahau mwanzo mdogo, si unakumbuka? Mke wangu aliingia kwa nyumba yangu akaniuliza, kwani hii ni store? Alifikiri ni mojawapo wa store zangu, kwa sababu sikuwa na godoro, nilikuwa na box. Unajua ile box ile, nilienda kwa Wahindi nikaomba. Nilikuwa nikikaa, nimekaa sitting room, mgongo iko bedroom na mguu iko kitchen. Unanielewa? Na mke wangu alifurahia sana. Wacha saizi Mungu amenipea nyumba kubwa. Kila siku mke wangu ananiambia, afadhali ile nyumba yetu ya zamani. Juu hii kubwa, nikiwa sitting room hatuwezi piga story kwa sababu ako kitchen ni mbali. Lakini ile nyingine nikiwa sitting room, mguu yangu iko kitchen. So akiwa kitchen tunapiga. Kila siku ananiambia natamani ile nyumba ya zamani. Furahia kuwa na Yesu. Furahia kuwa na Yesu. Furahia kuwa na Yesu. Twende kwa kitabu cha Mwanzo. Leo nataka kuhubiri kuhusu Mkristo ngamia vile nilivyoahidi. Twende kwa kitabu cha Mwanzo, aya yake ya 24.